Yes, uhabari gani mwana michezo? Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimichezo, kitaifa na kimataifa zilizoweza kutokea hivi punde duniani, tunaweza kuzipata hapa kutokea katika YouTube channel yako hii. Nikukaribishe sana, lakini nimshukuru sana yule ambaye tayari ameshaweza kusubscribe, na kwa ambaye bado hakikisha unasubscribe ili uweze kuwa mwana familia. Niseme asante na tuungane sote mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hizi ambazo umeweza kusogezea katika YouTube channel yako. Niseme asante na tuwe sote. Taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari vimeweza kuthibitisha kuwa nyota wa timu ya taifa la Angola na klabu ya soka ya Al Ahly Tripoli ya Libya, Agustino Cristovao Paciencia mwenye umri wa miaka 32 maarufu kama Mabululu ni miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi katika bara la Afrika hivi sasa. Uhatari wake upo kwenye namba zake katika kikosi cha Al Ahly Tripoli, akiwa amefunga magoli 12 katika michezo 15 ndani ya ligi kuu nchini Libya. Mpaka kufikia sasa hivi tayari mchakato wa klabu ya Al Ahly kumuongeza mkataba nyota huyo umeshaanza, kwani mkataba wake unaisha mwaka 2026. Taarifa za kuwa klabu ya Simba wametuma ofa ama mazungumzo yamekamilika ni uongo. Mabululu, he is not for sale. Hizi ni taarifa kutoka katika klabu ya Al Tripoli, huku klabu hiyo kutoka Libya ikimuongeza mkataba mchezaji wake Agustino Cristovao Paciencia mwenye umri wa miaka 32 almaarufu akijulikana kwa jina la Mabululu. Taarifa zinazoenea katika mitandao ya kijamii zikisema kwamba Simba wako mbioni kukamilisha usajili wa Mabululu. Taarifa hizo ni za uongo, kwani klabu hiyo kutokea Libya ambayo Mabululu anachezea huko imemuongeza mkataba wake, kwani mkataba wake unaisha mwaka 2022. Mpaka hivi sasa tayari mchakato wa klabu ya Al Ahly kumuongezea mkataba nyota huyo umeshaanza, kwani mkataba wake unaisha mwaka 2026. Mwanahabari, taarifa zingine ambazo tumeweza kukusogezea katika YouTube channel yako hii ni kwamba klabu ya Wydad Casablanca inayoshiriki ligi kuu nchini Morocco itashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao mara baada ya kumaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi. Kwenye ligi hiyo, ligi ya mabingwa barani Afrika itawakilishwa na RS Berkane pamoja na AS FAR Rabat msimu ujao, huku kombe la shirikisho ni Wydad Casablanca na FUS Rabat. Raja Casablanca hauto shiriki michuano hiyo mara baada ya kumaliza nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi kuu. Tukirejea katika mchezo wa Simba, mchezo wa mzunguko wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, RS Berkane wakiwaalika Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi. Mchezo huo utapigwa katika uwanja wa manispaa ya Berkane mwendo wa saa 4 usiku Mei 17 mwaka 2025, huku uwanja huo una uwezo wa kubeba mashabiki takribani 10,000. Tunaanza maandalizi dhidi ya RS Berkane usiku huu baada ya kufanya uchambuzi ili tuone tunaenda kucheza nao kivipi, kwani uwanja wao ni uwanja mdogo kama huu wa KMC Complex, ila tu ni uwanja ambao unakuwa na idadi kubwa ya mashabiki. Fadlu Davis, kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kuyathibitisha haya. Ameandika rais wa heshima wa klabu ya Sports Club Simba Mohamed Dewji, akianza kwa kusema, tumemaliza viporo mechi 4 ndani ya siku 10 chini ya pressure kubwa. Alhamdulillah tumeshinda zote. Sasa tunaweka nguvu kwenye fainali tukiwa na imani na kujivunia timu yetu. Asante sana mashabiki kwa support yenu, nyie ndio moyo wa Simba. Aliweza kuyasema haya rais wa heshima wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Mo Dewji, ama unaweza kumuita Mohamed Dewji. Taarifa hizo ambazo tumeweza kukusogezea hapo ni taarifa ambazo tumeweza kuzipokea katika meza yetu ya habari. Nikushukuru sana
Na niseme asante kwa yule ambaye tayari ameshabonyeza alama ya kengele na kuweza kuwa mwanafamilia. Nikuombe wewe ambaye bado haujasubscribe na umeikuta video hii mtandaoni na kuitazama, ubonyeze alama neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Niseme asante, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Junior na kutokea hapa sina la ziada. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada. Nikwage nikutokea siku njema mpaka wakati mwingine. Bye bye.